Karibuni tujifunze aina za maneno katika lugha ya Kiswahili. Na lengo kuu ni kuelewa aina mbalimbali za maneno na kazi zake muhimu katika kujenga sentensi sahihi na zenye maana. Ni muhimu kujua ya kuwa lugha ya Kiswahili ina aina kuu 8 za maneno. Kila aina ina jukumu lake muhimu katika muundo wa sentensi. Kuzifahamu aina hizi husaidia katika kuandika, kuzungumza Kiswahili kwa ufasaha. Leo tutaangalia aina kuu za maneno katika lugha ya adhimu ya Kiswahili. Kuelewa kazi za kila aina ya neno ni msingi muhimu na kujenga sentensi sahihi na kuelewana vizuri. Kuzitaja, kuna nomino, kitenzi, kivumishi, kiwakilishi, kielezi, kiunganishi, kihusishi na kiisishi. Tutatanguliza kwa nomino na kitenzi. Maana ni maneno, nomino ni maneno yanayotaja vitu, watu, mahali au wanyama. Mfano katika sentensi, mtoto anasoma kitabu. Mtoto ni nomino. Ambayo ni nomino gani? Nomino ya kawaida. Anasoma pia kitabu. Kitabu pia nomino ya kawaida. Wakati mwingine tutaangalia aina tofauti za nomino. Kuna mwalimu aliingia darasani. Mwalimu ni nomino. Samaki wanaogelea majini. Samaki pia ni nomino. Ambayo ni nomino ya kawaida. Kitenzi ni maneno yanayoonyesha tendo au hali fulani. Kwa mfano katika sentensi, watoto wanacheza uwanjani. Wanacheza ni kitenzi. Ndege anaruka angani pia ni kitenzi. Anaruka ni kitenzi. Mama anapika chakula. Anafanya nini mama? Anapika. Kwa neno pika, anapika ni kitenzi. Tukiangalia kivumishi na kiwakilishi. Kivumishi ni maneno yanayofafanua au kueleza sifa ya nomino. Kama vile katika sentensi, ana gari, lakini gari liko vipi? Ni chipi. Nguo safi zinapendeza. Mtoto mrefu alipita hapa. Ni mtoto aliyepita, lakini alikuwa vipi? Sifa ya yule mtoto ilikuwa ni vipi? Tunaambiwa alikuwa ni mrefu. Nguo zilikuwa zipi? Nguo safi ndio zilipendeza. Ana gari jipya. Maneno yaliyopigwa mstari yanaonyesha kivumishi. Kiwakilishi ni maneno yanayochukua nafasi ya nomino. Kwa mfano katika sentensi, yeye ni rafiki yangu, wao walifika mapema, sisi tunapenda kusoma. Hayo yote yaliyopigwa mstari ni mifano ya kiwakilishi. Kiangalia kielezi, kiunganishi, kihusishi na kiisishi. Ni vyema kutambua jinsi ya kuyatamka maneno haya yanayokaa na kinzana, kihusishi na kihisishi. Tuanze na kielezi. Ni maneno yanayofafanua vitenzi, vivumishi au maneno mengine. Kwa mfano, alikimbia haraka. Angalia kiunganishi ni maneno yanayounganisha maneno au sentensi. Mfano katika sentensi, anapenda chai na kahawa. Neno na limetumika kuunganisha sentensi pale na maneno. Kivumishi, kihusishi ni maneno yanayoonyesha uhusiano kati ya nomino na maneno mengine. Mfano katika sentensi, kitabu kiko juu ya meza. Kiko wapi kitabu? Juu ya meza. Hicho ni kihusishi. Na mwisho kuna kihisishi ambayo ni maneno yanayoonyesha hisia au msisimko. Na katika vihusishi lazima kuwe na alama ya hisi. Kwa mfano, lo, ameanguka. Tukihitimisha, tumesema kuwa kuna aina kuu za maneno katika lugha ya Kiswahili ambazo ni nomino, kitenzi, kivumishi, kiwakilishi, kielezi, kiunganishi, kihusishi na kihisishi. Na tumesema kila aina
ina kazi yake maalum katika kujenga sentensi. Hivyo ni muhimu kufahamu aina hizi za maneno ili tuweze kuwa na mawasiliano bora na kutumia lugha sahihi. Na tunapaswa kuzingatia matumizi sahihi kwa kila aina ya neno ili kufanikisha ujumbe wetu kwa ufanisi. Asante sana kwa kunisikiliza.